Mimi naitwa Salman Arab, ni meneja msaidizi wa hiyo kampuni ya African upande wa Shinyanga. Sisi tulikamata watu 6. 4 wamelala nyuma, 2 wamelala ndani ya gari. Ina maana hizo kilo 300 zikaongezwa kwenye tail sheet. Sasa sijui kwa nini ile tail sheet haikufungwa kipindi inatoka kule. Pamoja na ile karatasi kusafirisha zao, pale pia ilikuwa wazi, na maana yule mhasibu alikiri kwamba nilipofika hapa nikapata watu 6, nikaweka wastani ya kilo 60, 6 mara 60 kilo 360, nikazidisha kwenye uzito. Tukaita polisi na ushahidi pia tunayo. Maana polisi walikuja wakauliza wale watu ambao walikuwa kwenye gari, wakakiri kwamba sisi mhasibu alikuwa anatupa 10,000 ili sisi tuongeze uzito kwenye pamba. Ushahidi tunao ofisini ya watu pamoja na yule mhasibu ambaye alikiri amesaini pale kwamba kweli ilitokea kwake. Ina maana hii ni sisi tulipata taarifa, lakini sijui paka hiyo muda tunapata taarifa wangapi imeshatokea hivi. Hatuwezi kujua. Ina maana hii ndio ilikuwa changamoto yetu kubwa sana mwaka jana ya mchanga na hiyo wizi tuliokamata. Baada ya kukamata sidhani ilirudia, maana tulikuwa tunakagua gari nje na ndani. Maana jinsi walikuwa wanajificha ni katikati ya pamba, sio kwamba mwishoni, katikati. Kwa hiyo gari linaingia kwenye, ina maana gari kishapima, si lazima ikiingia ndani makago anakuwa anatembea na kila mtu, yani inakuwa mzunguko wa watu upo. Ina maana ikifika sehemu ya kushusha wanajifanya ndio hao wameshuka kushusha, kumbe walikuwa wameshajificha tayari. Kuna wengine walikuwa wanajaza mchanga, wanahusika na dereva, wanaweka chini ya chassis. Wakishafika sehemu wazi kama hii, ina maana wameshapima na mchanga hata kilo 50. Kilo 50 ukaenda wastani kuangalia kwa 1,000 na ni karibia 70,000. Ina maana wanashusha ile mchanga na mwaga huku nyuma. Na hii pia tulikamata, lakini sio Igunga, hii tulikamata mtu wa Kishapu amefanya hiyo swala. Lakini ndo uwizi wa mmoja wapo ambao imetokea kwenye pamba mwaka jana. Kwamba pamoja kwamba tulikagua kwa macho tukaiona ina nani, lakini mwisho wa siku tumeona ina mchanga ndani yake. Tunaona kwenye mashine zile kuna mchanga unatoa, unabagua, unaona mchanga unatolewa pembeni na pamba inabaki pembeni. Kwa hiyo hicho kinatoka na maana tunaonekana. Kwa hiyo tumekuwa na marundo mengi sana pale ya mchanga. Lakini tunayabaini baada ya kuwa kwamba tumeipokea pamba kwa kujua kwamba iko sawa, lakini kumbe mwisho kuna mchanga ambao ni laini unakuwa kama poda. Lakini mwisho wa siku tukiingiza kwenye mashine ndio unatolewa. Tunabaini tumekuwa na marundo mengi ya mchanga hizo hizo. Kwa hiyo pili, tunapokuwa tunaingiza ile pamba kwenye mashine, tunapoanza kufanya ginning, maana yake ni kwamba sisi tuna double roller hapa. Double roller mashine ni mashine ambayo inachambua pamba kutumia rollers. Kwa hiyo katikati ya mashine pamba inakuja, unaona inakuja, mwisho wa siku unakuja kukuta ina maganda. Yale vikonyo vile vya pamba ndio vingi sana vile. Na vile sasa vinatuathiri sana kwenye upande wa production. Kwa sababu the way unavyokuwa unaingiza pamba na kuanza ginning, unakuta vile vimetangulia kwenye mashine. Ina maana pamba inazuia pamba isiende kwenye ginning process. Kwa hiyo unakuta kwamba production inashuka. Kwa mfano ulikuwa labda unaweza kuzalisha labda kwa 100%, inashuka mpaka tuseme 40 mpaka 45 kutoka kwenye 100. Kwa hiyo maana unapunguza hata ile uwezo wa ile mashine kufanya ile kazi. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake kwa sababu mashine inakuwa inatembea. Kwa sababu inatembea maana yake ni kwamba unaharibu vipuli. Kwa maana utachukua vipuli vingi, kwa maana spare parts utatumia nyingi kwa sababu utakuwa unatembea wakati mwingine haifanyi kazi. Kwa hiyo unapotembea maana yake tunatokea damage za mashine zenyewe. Kwa hiyo matokeo yake unakuta unatumia spare nyingi katika kuzalisha robota kichache. Kweli ilikuwa na mchanga kwa wingi, na sehemu tuliochukua pamba nyingi ni Igunga kwa sababu tulikuwa na kata ya Mbutu, mchanga ulikuwepo. Na niseme unaongezwa kwa makusudi kwa sababu bila chama cha msingi huna sehemu nyingine ambayo unaweza kununulia pamba. Na kawaida kabisa mkulima anafikisha pamba safi, inachafuliwa kwenye godown pale. Ndio mkulima kama mkulima achafui pamba, kwa sababu mkulima akichafua pamba hawataipokea, katibu manager atakiwa aipokee. Maana yake pamba ikichafuka imechafuliwa na katibu manager. Huo ndio uhalisia uliopo. Nakumbuka 2016 kama sikosei 2016, miaka 3 ya Mheshimiwa Magufuli, hata spare kiwandani hatukununua kwa sababu iliundwa mahakama inayotembea. Wakikuta pamba godown anahukumiwa pale pale. Kwa hiyo tulinunua pamba safi
uchafu ulishuka mpaka 4%, ambao ni wa kawaida kabisa kwenye pamba. Kwa hiyo nafikiri Mheshimiwa DC, watu wa kupewa semina ni makatibu manager. Wakulima ni kidogo sana, hakuna mkulima anayekubali kuchafua mbegu. Tunaathirika moja kwa moja kwa sababu tunanunua pamba, tununui mchanga. Na huu mchanga tutakuwa tumeununua kwa pesa, tumeulipia kodi zote za serikali, tuna process. Kwa hiyo hasara ni kubwa sana tunayoipata. Unaua na mitambo. Hasara ni kubwa kwa michanga. Naitwa Doto Njile Kuilasa, ni diwani kutoka kata Isakamaliwa, ni mjumbe wa kamati ya uchumi, ujenzi na mazingira kutoka Igunga. Viongozi wa kampuni wanapoona tatizo linajitokeza mapema, basi tushirikiane, kwa sababu tatizo ni kama alivyosema mheshimiwa diwani wa nguvu moja. Kazi ya pamba ni cheni, tunataka ushirikiane. Tusiposhirikiana kwa kweli ni shida. Alafu pia kingine, pamba inapokelewa kule kwenye AMCOS, tuwe na wasimamizi madhubuti ambao wataisimamia pamba wakati inapokelewa. Pia tutakapogundua kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao sio waaminifu. Mimi najua kasa kwamba viongozi wote wa AMCOS sio kwamba sio waaminifu. Wapo viongozi ambao wanafanya kazi kwa kuzingatia masharti, lakini kuna baadhi ya viongozi ambao hawasimamii vizuri. Tunaomba sasa hilo, kwa kuwa ndio tunaelekea kwenye ununuzi wa pamba, tukalisimamie. Lakini mimi na imani kwamba pamba inapotoka kwa wakulima inakuwa ni nzuri, lakini kuna baadhi ya viongozi wa AMCOS wanachafua pamba. Sasa hao kama wanapatikana, watakao tusaidia ni viongozi wa jineli, kwa sababu wao ndio wanapokea pamba. Wanapoona swala pamba, mtu kiongozi wa AMCOS leta pamba ni chafu, mimi naomba zitungwe sheria ambazo ziwabane hawa watu. Vinginevyo tunakwenda kupoteza sifa ya kuwa wazalishaji wa mbegu ya pamba. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Amos Doto Weja ni diwani wa kata ya Kining'ila, lakini nipo kwenye kamati ya uchumi halmashauri ya wilaya ya Igunga. Mimi naamini huu mchakato ukienda vizuri, awamu inayokuja makampuni mtapokea pamba nzuri, kwa sababu watu wetu wanahitaji kuelimishwa na kusimamiwa. Na hili tunaweza kwa sababu sisi ndo tuko nao kule. Kwa hiyo sina wasiwasi, mkurugenzi, timu yako na sisi waheshimiwa madiwani ambao ni kamati ya uchumi, tunatamani sana pamba ya Igunga ionekane ina ubora wa kutosha. Hilo linawezekana. Naitwa Otto Mayunga, ni kutoka kata ya Ndembezi wilaya ya Igunga, mjumbe wa kamati. Sasa siku hizi vipi? Hakuna wakaguzi? Au kama wakaguzi wapo, vipi? Wanakula rushwa? Kwa sababu uwezi, kama mkulima anapeleka pamba safi pale kwenye kuuza na inanunuliwa, na mkulima mwingine anapeleka pamba chafu na inanunuliwa, kwa nini pamba chafu inanunuliwa? Kama pamba safi imenunuliwa kutoka kwa mkulima kwenda kwenye AMCOS, ikachafuliwa pengine pale AMCOS, huku inapoleta pamba chafu, maana yake ni kwamba wahudumu wetu wa AMCOS wanakuwa hako kama mchezo. Sasa je, swali langu ni moja, wakaguzi wa pamba siku hizi hawapo? Mimi kwa majina naitwa Lucas Moga Bugota, diwani wa kata ya Mbutu, liko kunanunua pamba na ndo mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Igunga. Kwanza niseme kwamba hili swala lilianzia kwenye halmashauri yangu, kwa sababu mpango wa uzalishaji wa pamba umeipandisha halmashauri yangu inapata mapato ya kutosha kupitia pamba. Lakini changamoto ilipojitokeza hapa kwenye ununuzi wa pamba, tulipopokea taarifa tukaona kwamba kuna changamoto nyingi. Kwanza tukaona AMCOS za kule zina hasara nyingi, zingi wanakimbia, wanapotea, wana matatizo makubwa. Wakati tunaanzisha hili tatizo kusema kwamba labda tunasema kwamba viongozi wetu wa AMCOS labda ndo wanaonewa, wana matatizo. Ndio maana tukasema tulikuwa tunakingia ufuasi kwamba ni wale labda wanaonelewa na makampuni. Lakini ilipokuja kutolewa taarifa tukaona kwamba tatizo kubwa liko kwa AMCOS. Tunaletewa pamba chafu, ina mchanga mwingi. Lakini tukasema kwamba tunamshukuru sana mkurugenzi wa kampuni Bwana Mtunga, alisema kwamba anaandaa budget yeye mwenyewe ili sasa madiwani waje washuhudie kuona hili tatizo lililotokeza. Lakini tangu tulipoanzia kule, tuna changamoto kule ni nyingi, mchanga ni mwingi, vikonyo ni vingi, yani ni hali ya hatari sana. Lakini tukaona kwamba tatizo hili hatuwezi kusema wakulima najua ni waadilifu sana. Hata kama kuna wakulima ni wachache sana wanaweza kuleta tatizo kama hili. Lakini kuna watu wajanja ndio wanafanya hii kazi. Tangu tumepita kwenye kampuni kuna watu wanabeba kwenye magari. Yaani kuna vitu vingi vinafanya na wahasibu wetu ambao ni sio waaminifu. Ndio wanafanya hivi vitu vinavyotokea hapa. Ni shida inayotokea kwa wahasibu wetu. Lakini tuone kwamba hili changamoto kubwa tumeiona.
ni jambo la kufanya kazi sisi wenyewe, kwa sababu pamba hata unaposema ina maji, pamba inaharibika wakati inakwenda kuuzwa pamba pale. Hata wanaoweka maji inaharibika wakati inakwenda kuuzwa, kwa sababu huwezi kununua pamba kwenye maji, itaoza ndani ya nyumba, lakini wanaiharibu wakati inakwenda sokoni. Ndio inalofanyika. Cha msingi, wanaoipokea pamba lazima tusimame nao. Huwezi kununua pamba chafu. Mwananchi ukimwambia pamba rudisha, hata miaka ya nyuma pamba ilikuwa na madaraja, kulikuwa A na B. Na leo kama mkitaka mpata mwarobaini wa pamba, leteni bei mbili. Ile pamba ina maji ya chafu, weka bei ya chini kabisa. Mwenye pamba safi mpe, haitaharibika pamba, itakuwa nzuri siku zote. Huo ndio utakuwa mwarobaini wa wakulima wetu. Akileta pamba chafu, wewe bei yako hii hapa. Ukiamua kuchambua, chambua. Ukichambua unaingia kwenye daraja zuri. Itatusaidia sana. Tunatakiwa tu kila mmoja akasimame kwenye nafasi yake kuhakikisha kwamba anasimamia jukumu la kuhakikisha pamba inaingia kwenye kiwanda inakuwa safi. Ndio maana tunakuwa na viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi hapa wanaosimamia serikali, hata wao wamejionea. Kwa hiyo tukiyabeba wote viongozi tutafanikisha. Kwa wilaya tudili na ushirika na mtu wa kilimo, watumishi wetu wa AMCOS lazima mwapige darasa. Wasio waaminifu lazima waondoke kwenye nafasi. Watupishe kwenye nafasi kabisa, kwa sababu wanatuharibia. Kama ambavyo nimezungumza, kwa msimu tunaoenda kuanza ni kuhakikisha kwamba tunakuwa makini kuwasimamia viongozi wa AMCOS, kuhakikisha kwamba pamba inakusanywa katika ubora unaotakiwa, na wale watakao jaribu kutempa na kufanya uharibifu wa namna yote lazima tuchukue hatua stahiki, hatua kali, ili iwe fundisho kwa wengine wasijaribu kufanya hivyo, ili kuhakikisha tunalinda ubora wa pamba inayozalishwa katika wilaya yetu ya Igunga.